tukipata bao tulinde, ila naamini hatuwezi kupishana na Tunisia hivi, ila tunaamini Tunisia inaweza kutumia momenti zetu chache ambazo tutazipata ambapo tunaweza tukazipata tukapata bao. Lakini pia mimi naamini Tanzania inaweza kupata bao dhidi ya Tunisia kwa sababu ya michezo ambayo wametoka kucheza. Walicheza na Uganda wakaibuka na ushindi, waliruhusu bao moja, wakacheza na timu ya taifa ya Nigeria waliruhusu mabao matatu. Maana yake wameruhusu mabao manne mpaka sasa kwenye michezo miwili. Tanzania ukitazama imecheza michezo miwili, imeruhusu mabao mangapi? Imeruhusu mabao matatu. Kwa hiyo utaona timu ya taifa Tunisia ni timu ambayo inafunga lakini pia inaweza ikafungwa na inafikika pia kwenye safu ya ulinzi. Sio kwamba haina wachezaji wazuri, wapo wachezaji wazuri kwenye eneo lake la nyuma kina Montesali. Ujue mpaka bao linakuja kupatikana muda mwingine sababu inaweza sio mabeki. Kuna muda unaweza shida imeanzia kwa upande wa viungo. Viungo walitakiwa ende wakafanye marking, wakichelewa kufanya marking wanajikuta washambuliaji wa timu pinzani wakaamua kufanya mashuti au inaweza zikapiga counter attack timu ikapata mabao. Mimi naamini Tanzania wana uwezo. Kitu cha kwanza ni kama watafanikiwa kupachika bao, nafikiri ndio sehemu ya kwanza ambayo itawajengea confidence ya kuyalinda na kutafuta matokeo mengine ambayo wanakwenda kuhitaji kwenye mchezo wale. Mimi bado siwezi kusema kwamba Tanzania wana nafasi ya kufanya vyema. Nafasi nawapatia ya kufanya vyema kama watazingatia kuwa na nidhamu ya kuheshimu wapinzani wao, kwamba wakubali timu kubwa ambayo wanakwenda kucheza nayo. Wasiutake sana mchezo au wasiutake sana mpira kila muda. Yaani wacheze mpira kwa kipindi. Alafu wacheze kama timu. Na wacheze kwa kujitoa. Yaani kila mchezaji asicheze kwa kusubiri fulani atimize wajibu wake. Abili wapo wengi sana ujue kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Hata mchezo uliopita ule wapo wengi sana, unaona kama Abili wanazurua sana vituoni Faisal Salum kipindi cha kwanza mchezo uliopita alianza vile Uganda, Talinya Lakia na yalikuwa vile kipindi cha kwanza, unaona timu inashambulia huko nyuma, yeye yuko kule mbele anafanya nini? Kevin John hivyo. Anaacha mpira, shida ndio iko inaanzia pale. Mimi naamini kama wakifanya leo wachezaji wakipress wenyewe, wakasema kwamba wajitoa wachezaji wote wao watoe nguvu zao kupambania taifa la Tanzania. Naamini wana uwezo wa kuforce, wana uwezo wa kushughulisha timu ya taifa ya Tunisia. Unaona mabao ambayo Tunisia amefunga mabao yale ya kushtukiza na yale ya set pieces ni wazuri sana. Wanachezaji wazuri kama kina Handball ambao wana uwezo mzuri wa kupiga free kick, wana uwezo mzuri wa kupiga mpira elekezi. Yaani kana kwamba wewe ukishindwa kuonyesha utulivu kwenye eneo lile la kuokoa mpira, unaweza kujifunga. Sasa katika kitu ambacho utakiwa pia wasikiruhusu leo ni mipira ya kutengwa. Set pieces ni wazuri sana Tunisia. Na Tanzania na sisi ni miongoni mwa tatizo kubwa, mipira ya juu sana hatuchezi. Sasa wakifanikiwa kutoruhusu mipira hii ya kutengwa kwa upande wa timu ya taifa ya Tunisia, naamini Tanzania kuna kitu ambacho tunaweza tukapata na unaweza kaondoka na matokeo mazuri. Sio kwamba na kibeze kiwango cha timu ya taifa ya Tunisia, bado Tunisia ni timu ambayo ina njia kubwa mafanikio. Taji pekee wamelitoa mwaka 2021. Tazama muda ambao umepita hapa katikati. Ni njia kiasi gani ambao wamekuwa nao. Na wamekuwa na kipindi cha timu yao ya taifa kuanguka na kunyanyuka. Na hasa shinikizo lao linaanziaga na hivi vilabu. Ukikuta vilabu vyao vingi vikianguka, unakuta timu ya taifa iperform vizuri. Kwa mfano kipindi cha msimu jana ukitazama, Esperance de Tunis haikuwa na wakati bora sana. Hata ukitazama msimu wa Janza na wakati bora sana. Changamoto ndio hiyo ambayo ipo pia kwenye timu ya taifa, lakini wanajaribu kuforce ndani zaidi. Kwa wanajaribu kushinikiza sana timu ya taifa ipate matokeo mazuri nao waende kuingia kwenye historia ile ya mashindano na tayari wao ni nation. Tunaweza tukasema kwamba ni world level mpaka sasa hapo kwenye mchuano kombe la dunia. So bado nafasi wanaona, ndio maana najaribu kupambana. Ile naamini Tanzania wakifanya ni vitu vichache wanahitaji kufanya. Miguel Gamoni nikipata nafasi ya kumshauri kwenye mchezo huu, asitoe maelezo mengi sana kwa wachezaji wa timu ya taifa Tanzania. Atakiwa aachie mchezo. Alafu atakiwa aelekeze njia tu wapi ambapo wanatakiwa wawe makini na wasiruhusu mianya ipite kwa upande wa timu ya taifa Tunisia. Mazo hapo kwa naelezea kuhusu wachezaji kutembea, ukasema ni abilia. Kwa mchezaji mmoja alisemaje, yani kuna mwingine alikuwa bench hata kuingia uwanjani kama yuko bench vile. Yani aina tofauti kama alivyokuwa bench sasa, anaonekana hachezi, yuko amekaa katika mbao ndefu. Na alipoingia uwanjani anaonekana bado yuko katika mbao ndefu vile, kwamba hamna ule nini msaada. Na moja kitu ambacho labda mifano umetolea kina Kevin John, umetolea kina Feitoto, pia mifano mizuri wa wapambanaji, tunasema Novatus, tutasema Alphonse Mabura, pia waangalie tu wenzao kina Baka the way wanapambania timu, na wao wachukue hiyo spirit tu ya wenzao kina Baka, Alphonse Mabura, mtu mwingine kama Miroshi, kwamba angalia wako nakimbilia timu. Angalia Haji Mnoga, licha kaba yake mwingine ni hatari, ila angalia ile nguvu mtu anojitolea kwamba mimi nifanyeje timu ipate matokeo. Na wewe kila mchezaji wa Tanzania ambao utapata nafasi leo kuanza na kikosi au kuingia muda wowote,
ingia na speed kama wenzako walikuwa nayo, akina Novatus, akina Alphonse Mabura, akina Dickson Joe, akina Baka, akina Mamieto, huenda tukapata matokeo, kwa sababu wengine wanaonekana umesema wanafanya kazi kubwa afu kuna wengine wanatembea. Sasa hii kuwa kuna timu ambao wengine wanakimbia, wewe unatembea, maana yake kuna sehemu unawanyonya wenzako nguvu kazi, ambao wewe nguvu yako ungeiweka pale watu wangekote sawa. Unakuta eneo ambalo unapaswa wewe ukabe au ufanye pressing, unakuta namba 6 hapo itabidi afanyie pressing kule paka juu kwa mabeki, afu wewe namba 10 umetulia unarudi nyuma, wahi urudi nyuma. Kwa nini usifanyie pressing kule? Na mpira wa kisasa kwa sasa tunaamini hiyo, wanasema modern football, lazima mtu wa kwanza kukaba ni mshambuliaji, anakaba kule juu, na mtu wa kwanza kushambulia ni goalkeeper. Hivi kwani kukaba ile ni sio kwamba kukaba ni tabia pia ambayo mchezaji anakuwa nao moja kwa moja? Mimi naamini kuna wachezaji wengine wao wakabi uwanjani. Mimi naamini kuna wachezaji wao wakabi uwanjani typically, na ndio maana hata selection ya kikosi cha mwalimu inatakiwa ianze na kikosi cha wachezaji ambao wana uwezo wa kukaba. Kwa mfano, kwenye mchezo wa leo ninatamani sana tumuone Kibu Denis ambaye walau ana uwezo wa kukaba, ana uwezo wa kushambulia. Yaani ana uwezo wa kufungulia boost, akifungulia boost moja kwa moja unaona mchango wake unakuwepo. Nataka niongezee swala la kukaba. Unajua swala la kukaba ni kuna aina mbili mawazo. Kuna mtu kukaba kuongeza idadi ya namba. Maana unasema Kibu Denis, Kibu Denis ni mmoja mchezaji ambaye ana hakika kurudi nyuma. Kibu Denis anaongeza idadi ya nini? Ya namba. Kwamba kisha kwamba mimi ni namba 7, narudi tu nyuma kwa namba 2 wangu ili tuwe wawili pale. Kusudi anaokuja kushambulia wale namba 3 na namba 11 tutafanya wasiweze kufanya wanachokitaji. Kwa hiyo ni kuongeza idadi ya nini? Ya namba. Afu kukaba ile sasa mimi wewe individually kama kina hao namba 6 unavyoona kina Kagoma kina nani, kwamba mimi siongezeki kima nyingi idadi ya namba, ila mimi nafika kwa muda kinachoongelea hata namba 10 tunaoelezea hawa muda mwingine anaweza kawa yeye akabi kwamba tote kwa mimi nakuja kukanyaga sio nafanyeje, ila anaongeza idadi ya nini, anakuja tu kupress kuja kupress, maana yake anaongeza idadi ya namba, kwamba tunazuia kwa wote, tunashambulia wote. Tunasikia mwalimu mfuti kwamba mshambuliaji ndio beki wa kwanza, maana yake anaenda kupress kule juu kisha anaanza kwa disturb watu, na ukisikia mshambuliaji wa kwanza ni goalkeeper, maana yake ndio mtu ambaye anaanzisha mpira kwenda mbele. Kwa hiyo namna kukaba kuna aina mbili, kwa muda mwingine sio lazima ufike, ila tuko kupress ile kuongeza namba na kumsaidia timu kwa namna moja au nyingine. Bana, wewe unatufuatilia ukiwa wapi? Tuambie na wewe mtazamo wako. Tanzania iliweza kupata matokeo. Tunafahamu kuna watu hawajawahi kuiamini hata kidogo Taifa Stars. Mimi nakwambia uzalendo haupo kabisa. Sio kwamba uzalendo haupo, uzalendo upo. Hauweki wazi. Unajua uzalendo upoje? Yaani mimi naamini Watanzania wengi hii timu ya taifa wanaipenda sana. Ila sema ni moment ndio ambazo zinawafanya wajitoe kwa wapenzi wa hii timu. Lakini turudi hapo kwenye mbinu sahihi. Ujue issue ni timu kuiona leo inapata matokeo. Timu ambazo tunacheza nazo, watu ambao tumecheza nazo, ni sahihi kusema kwamba kweli kuna hatua ambayo zimeiruka timu ya taifa ya Tanzania. Sasa kwenye hii michezo ambao kwa mfano wa leo Tanzania ilipata matokeo ya mwisho yale, kimbinu wanatakiwa pita wapi waweze kupata matokeo mazuri? Kwanza Tanzania kitu cha kwanza hawezi kupishana na timu ya taifa ya Tunisia. Mawazo hilo swali kwa mimi ninavyoamini na namna Tunisia ni mmoja wetu wake au uamini hata ushindi anaweza kupata dhidi ya Tunisia. Ushindi unawezekana, ni swala la timing katika mpira. Unaweza kuangalia nani aliamini kwamba Tanzania atapata bao dhidi ya Nigeria. Kwa hiyo lazima tuwe na namna nzuri zaidi kwamba tutashambulia tunapohitaji tupate ushindi au tupate bao. Tunapopata bao tuwe na mbinu sahihi ya kuhakikisha sisi tunazuia lile bao. Hapo ndipo tutaangalia sisi tutaamua kuzuia kwa kutumia mianya, mpira sifanyeje isipitishwe katika njia sahihi, tuwazuie kama mpira tunajua, kwa sababu mpira unajua katika mpira mawazo tunajua football tunasema huwa lazima ujue tu mpira huu utapigwa hapa. Ile inachotokaga ni ubora wa pasi iliyopigwa katika eneo. Hii pasi nikipata hapa naweza nikaacha kiungo hapa chini. Mtu anaona ngoja tu pasi ipite. Hicho kwa muda mwingine lazima tujue kwamba sisi anaiacha. Sisi tutazuia kwamba kwa namna ya kuhakikisha mipira zile mianya mpira ya pasi zinazopigwa isipite, au sisi tuamue kucheza man to man. Kwamba kisha kwamba kila mtu aliyopewa mtu wake amfanye asirelax, amfanye yule mtu asipate mpira muda wote. Kwamba mpira unapofika unapopokea mpira mimi nakuwa na wewe. Hii ni moja tabia nakumbuka Jose Mourinho alishawahi kumpaga kazi Anderlecht mkabe Hazard, kwamba ni Hazard ya kwamba Hazard asitulie muda wowote. Kiasi kwamba kama Hazard paka kuja mtu mchezaji mwingine uta anakasirika. Unaona mbona kama ninapokuwa ni kiasi kwamba ninakunywa maji mtu anakufuata kule anakusikiliza, kocha anakuambiaje umerudi turudi wote. Kwa hiyo ni namna lazima ujue mbinu mbili, kama nitazuia kutumia mbinu ya kumpira sipite au tutacheza man to man, kwa kwamba kama Baka ambavyo anafanya kipindi hiki mechi hizi umemuona ya kwanza alimkaba Victor Osimhen muda wote, kwamba alikuwa anaruka naye anaenda naye. Hii ni moja njia ambayo unaweza kumdisturb striker, ni njia ambayo unaweza kumtoa mtu katika mchezo. Kwa hiyo lazima tujue mbinu ipi sasa tunatumia. Kama tukifunga tunaweka basi la Mourinho, chora tu pale basi, chukua karatasi mchoree Dickson Job, mwambie tushikeni, ila hapo hilo ndio agizo la basi langu.